kwamba shekhe mpaka leo hajatoa tamko lolote juu ya kadhia anayopakaziwa, iwe ni kweli iwe si kweli, bado hajazungumza. Nipende kuwafahamisha watazamaji wa Abu Uthman TV kwamba ni kitu gani shekhe ametumia. Kuna maneno ya mwanachuoni mkubwa katika salafu na salih ambaye ni Imamu na Shafi'i, Sheikh Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, ambaye hata Sheikh Walidi yeye ni katika madhehebu ya Imam Shafi, yani ni mfuasi wa Imamu na Shafi'i rahmatullahi alayhi. Na alichokitumia Sheikh Walidi kunyamaza kimya, kusukuti mpaka leo, na matusi ni mengi anayotukana na baadhi ya watu kwenye vijiwe, kwenye mitandao, sehemu mbalimbali. Sisi tunaishi humu, tunayaona kwamba wapo ambao wanaamini kwamba kweli shekhe yule mwanamke labda ni mzinifu wake, yule mwanamke na huyo mtoto ni wake, tena ni wa nje, labda yani wanamwekea dhana iliyokuwa mbaya, ambayo ni kinyume na maagizo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume atuambia alayhi salatu wasalamu ya kwamba dhannu bil mu'minina khaira, tuwe tunawadhania waumini kheri. Yawezekana mtu alilofanya ni la kweli, lakini wewe una haki ya kulisadikisha kwamba ni la kweli. Umeona, unatakiwa uweke dhana, uwakie juu ya dhana njema, alafu kwamba ni kweli si kweli, wallahu wa rasuluhu alamu, Mungu na mtume ndio anajua, na yule mwenye kulifanya lile jambo yeye mwenyewe ndio anajua kwamba hili ni kweli ama hili si kweli. Lakini ile kupakaziana, kwa sababu waweza ukajikuta, ndugu Muislamu mtazamaji wa Abu Uthman TV, ukaingia katika dhima kubwa ambayo siku ya kiyama wallahi wa billahi hatutaweza kuhimili adhabu za dhima ambalo umelichukua leo, kwamba kuwazungumza vibaya wana wazuoni kupitia mitandao ya kijamii, kupitia kwamba mtu tu kaweza kukaa aweza kumtusi mtu katika ambalo ana ushahidi nalo. Na tukirudi katika hikima inayomfanya Sheikh Walidi mpaka leo hajasema, kwanza kule kunyamaza kwake imeashiria tosha kwamba yule ni mwana wa chuoni kweli, ni mwana wa zuoni kweli, lakini pia ni waliullah, kwamba ingewezekana kama ni mtu wa ovyo ovyo ingekuwa saizi kasharopoka kuwajibu watu mbalimbali, lakini dalili moja ya dalili zimedhihirisha kwamba ni mwana wa chuoni kweli na ni waliullah, ndio akaonekanwa mpaka leo hajatia neno kuhusiana na kadhia ambayo amepakazwa kwayo. Na hikima aliyoichukua ni hikima aliyotufundisha Imamu na Shafi'i Muhammad ibn Idris aliposema pale, aswamtu hikma qalu sakata wa kad khusimta qultu lahum inna jawaba libabi sharri miftahu waswamtu an jahilin au ahmakin sharafu. Haya ni maneno ya Imamu na Shafi'i Muhammad ibn Idris rahmatullahi alayhi, ya kwamba akieleza juu ya hikima ya mtu kunyamaza juu ya yale anayopachikwa nayo, anayozuliwa, anayosemwa vibaya, yani nini hikima yake. Kwa sababu iliwahi kutokea Imamu na Shafi'i, Sheikh Muhammad ibn Idris katika wakati wake aliwahi kupata ukinzani mkubwa katika jamii alikuwa anayoishi. Tena ukinzani wenyewe ulikuwa ni wa kimadhehebu, kwamba madhehebu haya hayamkubali imamu huyu, wale nao hawamkubali, wanamkubali imamu yule, hawamkubali huyu. Kwa hiyo kafika pahala Imamu Shafi, na yeye ni mwana wa chuoni mkubwa katika wakati wake, akawa ametunga moja ya vitabu vyake, akawa ametunga vitabu, ikawa akakitawanya kitabu watu wapate kusoma wanufaike na elimu yake. Kile kitabu kikawafika wale watu wa upande ambao ni tofauti na madhehebu yake, wakakichukua na kukisoma, kisha wakakikashifu katika riwaya kwa namna ambavyo tumepokea kutoka kwa mashekhe zetu. Wakakikashifu kitabu kwamba aliandika na muallifu hadha alkitabu man, andika kitabu hiki ni nani? Ni Imamu na Shafi'i. Ni Imamu Shafi'i. Walivyoona kwamba ni Sheikh Shafi, pale wakaanza kukashifu kwamba ana lolote, maneno gani sasa kaandika, ndio nini hivi. Kwa hiyo wakawa wanamtusi na nini.
Baada ya pale, wanafunzi wa Imamu Shafi kwa wakati ule wakazipata zile habari kwamba bwana, shekhe letu anatukanwa wazi wazi. Sababu ni kwamba ametunga kitabu ambacho wenginewe katika wanawachuoni wenzi wake hawakuwa ni wenye kutunga kitabu cha namna kama hiyo. Kwa hiyo wanafunzi wa dhehebu hili jengine wakawa wanamkashifu Imamu Shafi. Sasa wanafunzi wa Imamu Shafi mwenyewe wakasema hata hatukubali. Kwa nini Imamu Shafi, imamu wetu, atukanwe kwa sababu katunga kitabu? Hata wakamfuata Imamu Shafi wakamwambia wakasema katika shairi zilizosema kwamba qalu sakata, wale wanafunzi wa Imamu Shafi wanamwambia imamu wao kwamba vipi sakata, vipi unanyamaza, vipi umenyamaza, wakad husimta, yani umetunga kitabu na wamekutukana lakini sakata, walakin sakata, lakini umenyamaza wewe Imamu na Shafi. Yani husimta, umetukanwa, walakin sakata, lakini umenyamaza. Manake walikuwa wanamaanisha kwa nini imamu wetu wewe ujibu? Wamekutukana wale jamaa wale, kwa nini hauwajibu? Ndio Imamu Shafi akawaambia, innal jawaba libabi sharri miftahu, ukiwa ni mwenye kujibujibu huwa inapelekea kufungua mlango wa shari. Kwa sababu wewe waweza ukasema anajibu kwa sababu ili linalosemwa kwangu ni la kuzuliwa. Kwa hiyo ile kwenda kujibu, waona kwamba wajibu kwamba uonekane watetea haki yako na kujinasua juu ya hiyo kadhia, kumbe ndo unakwenda kufungua mlango wa shari. Umeona? Alafu akasema tena, waswamtu an jahilin au ahmakin sharafu, na kunyamaza kwa mtu mwerevu, kumnyamazia mjinga kunapelekea utukufu zaidi kwa yule mwerevu mwenye kunyamaza. Na ndio hilo ambalo analo shekhe wetu Sheikhuna Alwalid, analo hilo kwamba mpaka leo amenyamaza, haonekani akijibu. Umeona? Mwisho pia wanafunzi wake wamemtaka na wakamwomba kwamba shekhe, tufanye kisomo cha burdatul madih, tumkabidhi Mwenyezi Mungu ili tutawasal na burda kwamba kwa juu ya hii kadhia na watu wanavyokusema tutawasal. Lakini shekhe alikataa, akasema isije ikawadhuru watu, kwamba yeye iko katika ile aswamtu, hikma aliyoisema Imamu na Shafi'i rahmatullahi alayhi. Kwa hiyo haimaanishi kunyamaza kwa shekhe kwamba yale yanayosemwa ni kweli, haimaanishi hivyo, kwa namna ambavyo sisi wanafunzi wa shekhe ndio ambavyo tumetafsiri hivyo kwamba shekhe yupo katika mitihani, lakini pia juu ya mitihani ameipokea kwa hikima kubwa na busara kubwa na kuhakikisha hatoki kwenye reli, na kutokamana na hilo ndio imedhihirisha uwalii wake alionao na wanawachuoni wake. Kwa hiyo nimependa niwafahamishe hivyo ndugu watazamaji wa Abu Uthman TV, waweze kufahamu kwamba yanayoendelea katika mitandao, ikiwa mtu atasema vibaya kumzungumza shekhe yoyote, si Shekhe Walid, shekhe yoyote ambaye ni mwana wa chuoni, ukamzungumza vibaya, iwe ni kweli kinachosemwa alichokifanya, iwe si kweli, tufahamu ya kwamba luhumul ulama'il masmuma, nyama za wanawazuoni hazifai kula kwa sababu zina sumu. Kwa je, yupo mmoja wetu yuko tayari kula nyama yenye sumu? Manake madhara ya mtu kula nyama yenye sumu, madhara yake ni makubwa mno. Ukiachilia mbali madhara ya kula nyama ya mtu ambaye haina sumu, nayo ina madhara, lakini madhara ni makubwa mno kula nyama iliyo ya mtu, tena iliyosemwa kwamba ina sumu. Kwa hiyo kwa kipindi hiki watu wamesengenya sana, wamewasema sana mashekhe, wamesema sana, lakini wasia wangu kuhusia nafsi yangu na kuwahusia ndugu zangu watazamaji wa Abu Uthman TV ni kwamba tuache mambo ya namna hiyo, tuache yaende kama yalivyokadiriwa chombele cha Imamu Shafi aliposema, da'il ayyama taf'al ma tasha wa tubi nafsa idha hakama al-qadha, kwamba da'il ayyama taf'al ma tasha, tuyaache masiku yaende yatakavyo. Na ndicho alichokichagua Sheikh Walid, kayaacha masiku yazungumze, kwamba kipindi hiki ni kipindi ambacho masiku yametakiwa yaende hivi yanavyoenda tunavyoyaona.
Kwa hiyo yeye Sheikh Walidi kaacha masiku yazungumze yale masiku yenyewe. Alafu si hilo, hakutaka kuzungumza yeye, kayaachia masiku. Alafu watubi nafsan idha hakama alqadha. Imam Shafi atuambia watubi nafsan, na iridhie nafsi, idha hakama alqadha, yule mwenye kukadiri mambo ambaye ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Iridhie nafsi yako ama nafsi yangu iridhie juu ya kuhukumu namna ya anavyohukumu mwenye kuhukumu. Kwa hiyo ni kadari yaliyomkuta shekhe wetu Sheikhuna Al-Walid, ni kadari ile na ameridhia, ndio maana amekuwa ni mwenye kunyamaza, amesukuti, maana inaashiria ameridhia, ni kadari ya Mwenyezi Mungu kwamba iliandikwa kwamba kuna mwaka shekhe atapatwa na mitihani 1 2 3, dunia nzima itasimama juu ya kadhia ambayo itakayokuwa inamhusu. Kwa hiyo faida ambayo nataka kuimalizia kwenu ni kwamba, ama madhumuni ya mazungumzo yangu haya kwa watazamaji na wafuatiliaji wa Abu Othman TV ni kwamba kadhia ya Sheikh Walidi tuichukulie kwetu ni darasa. Muona, ni darasa kwamba tumesoma hapo kwamba shekhe, yani mtihani aliopata kama ni mimi au ni wewe, ingekuwa saizi watu wako mbali sana katika kufitinishana maneno, majibizano, ingekuwa watu wako mbali sana, hata mahakamani mapolisi pia ingekuwa watu washafika. Lakini shekhe amekuwa na subira kubwa na hikima kubwa, ambayo hilo ndio somo kubwa ambalo nimelileta kwenu. Pengine watu wameyaona yale matusi tu na nini na hiyo kadhia, watu wamebebelea hivi, lakini wakawa hawajaelewa hikima ya Sheikh Walidi juu ya hii kadhia, hawajaelewa wala hawajanufaika. Unaona, kwa hiyo ninayotaka kuyasema ni hayo, ndugu watazamaji wa Abu Othman TV. Na la kumalizia, ambaye alikuwa ameandaa kipindi hiki ni mimi ndugu yako Abu Othman, kutokea katika jiji la Dar es Salaam, maeneo ya Mbezi, Msakuzi. Baada ya kusema haya, wama alaina illa albalaghul mubin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.